Na mwana michezo karibu, hii ni Banse TV na mimi ni Hansen Julius. Sasa leo naletea mada ya kadi katika mchezo wa kandanda. Kama tunavyojua kuna kadi ya njano na kadi nyekundu, hizo ndizo kadi maarufu zaidi kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Sasa kumbe kuna kadi 6 kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Kadi ambazo zinatumika ni kadi 6. Ijapokuwa kadi 2 ndio kadi maarufu zaidi, kadi ya njano kwa makosa madogo na kadi nyekundu kwa makosa makubwa. Lakini sasa kuna kadi 6. Sasa tunatakiwa twende kujua kadi moja baada ya nyingine. Je, kadi zote zinazoonyeshwa ni za adhabu? Basi fahamu zaidi. Kadi ya kwanza ni kadi nyeupe. Kadi nyeupe hii ilitumiwa mara ya kwanza katika mchezo wa wanawake kati ya Benfica na Sporting Lisbon kule Ureno, ambaye ilitumika kwa lengo la kupongeza tabia nzuri za mchezaji. Kuna mchezaji alicheza fair play, kwa mwisho wa mchezo akaenda kuonyeshwa kadi nyeupe. Kwa kadi nyeupe inatumika kwa ajili ya kupongeza tabia nzuri. Sasa kadi inayofuata pia, kadi ya pili ni kadi ya kijani. Kadi ya kijani ilitumika kwa mara ya kwanza na CONIFA, shirikisho la soka lisilo la uhusiano na FIFA, kwa adhibu makosa madogo kama kupinga muamuzi au ubadilishaji usio halali. Mchezaji lazima aondoke. Mchezaji akipewa hiyo kadi ya kijani ni lazima aondoke uwanjani mara moja, lakini anaweza kuingizwa mchezaji mbadala kama timu haijakamilisha idadi yote. Hii ndio matumizi ya kadi ya kijani ambayo inatumika, kadi ya kijani. Pia kuna kadi ya blue. Sasa kadi ya blue hii ilitolewa na IFAB kumuondoa mchezaji kwa muda wa dakika 10 kama adhabu kwa kupinga uamuzi au makosa maksudi. Na labda mchezaji amecheza rafu, afu referee anaenda kumwelekea, labda amepuliza filimbi afi akikaidi. Sasa hapa ndio inatumika kadi ya blue kuelezea, yani kwa akionyeshwa kadi ya blue mchezaji anatoka kwa muda wa dakika 10 kwa adhabu, baadaye atarejea. Mchezaji lazima aondoke uwanjani kwa muda maalum. Hata hivyo, rais wa FIFA Gianni Infantino amekataa kadi ya blue kwenye ngazi ya juu, akisisitiza umuhimu wa kuendelea na utaratibu wa maadili ya mchezo. Kwa hiyo kadi inatumika kwenye ligi ambazo zipo chini ya FIFA, lakini labda kwenye mechi labda za under 20, under 17, kadi ya blue unaweza kutumia. Lakini pia kadi nyingine ni kadi ya pink. Kadi ya pink ilianza kutumika rasmi katika mashindano ya Copa America mwaka 2024. Kadi ya pink huruhusu timu kumtoa mchezaji aliyejeruhiwa kichwani na kumuingiza mwingine bila kuathiri idadi ya mabadiliko, huku daktari akilazimika kuwasilisha ripoti ya matibabu ndani ya saa 24. Kwa hiyo kama kuna mchezaji labda sababu mmeshafanya, kwa mfano kwenye baadhi ya ligi kubwa sababu ni mwisho 5, lakini ligi zingine sababu ni mwisho 3. Kwa kama sababu zishafanyika hizo 5 au 3, alafu na mchezaji amejeruhiwa kichwa, kwa referee atalazimika kupuliza filimbi na kunyosha kadi ya pink, kwa timu itaweza kumfanyia sabu yule mchezaji. Kwa akionyeshwa kadi ya pink yule mchezaji, kwa timu italazimika kumfanyia sabu yule mchezaji, yani ile sabu ya upendeleo. Kwa sababu sabu zote zishamalizika, kwa yeye anapewa kama kadi ya upendeleo. Sasa kadi inayofuata hapa ambayo ni kadi ya 5 ni kadi ya njano, ambayo hii inaeleweka kwa nini onyo, inatolewa kama onyo kwa kupinga maamuzi ya muamuzi, kuendelea kuvunja sheria, kuchelewesha kuanza tena kwa mchezo au kupoteza muda wa kurusha mpira, kona au free kick. Mchezaji anaendelea kucheza akionyeshwa kadi 2 za njano katika mechi moja, anapata kadi nyekundu, hivyo inampelekea aweze kutoka. Lakini akipata kadi moja ya njano, kama tunavyojua, kwa mchezaji anaendelea na mechi. Lakini sasa kadi ya 6 ndio kadi nyekundu. Sasa hii ndio kadi nyekundu, hiyo ndio kadi nyekundu ambapo inatolewa kwa makosa makubwa kama vurugu, kucheza vibaya, kutemeana mate na mchezaji mwingine au mtu mwingine, au kuonyeshwa kadi ya pili ya njano katika mechi hiyo hiyo. Mchezaji anatolewa uwanjani mara moja na aweze kurudi, timu inakuwa na wachezaji pungufu. Aidha, mchezaji aliyeonyeshwa kadi nyekundu anapigwa marufuku kucheza mechi 2 zitakazofuata, na ile aliyotolewa kwa ujumla zinahesabika kama mechi 3. Je, kwenye ligi yako ukiachana kadi nyekundu na kadi ya njano, ungetamani waweze kuleta kadi ipi nyingine ambayo inaweza ikatumika kwenye ligi yetu ya NBC? Don't forget to subscribe, like, comment and share.